Ni safari yenye matumaini makubwa kwa wananchi wa jimbo la Kilwa mkoani Kagera baada ya uchaguzi mkuu kumalizika na kumpata mwakilishi wa nafasi ya ubunge Harid Nsekera. Ni Novemba 28 mwaka 2025 ambapo Mheshimiwa Nsekera anapokelewa kwa kishindo na wananchi wa kijiji cha Chanya, kata Itera, wilayani Kilwa, wakati mbunge huyu akiwa anaelekea katika ziara kutembelea wahanga wa mvua kubwa ya mawe iliyonyesha hivi karibuni katika kijiji cha Nyarutuntu, kata ya Nkwenda, wilayani Kilwa, na kuathiri mazao ya wananchi na makazi. Akiwa katika kijiji cha Chanya, kauli yake ni moja tu: kuwatumikia wananchi wa jimbo la Kilwa. Tumekuja kuweka ramani kwa ajili ya maendeleo ya Kilwa. Tumepiga hatua kubwa tulikotoka, tumefika. Mwenyezi Mungu ametubariki, tumefanikiwa, tumepokelewa, tumeapa. Sasa ni kazi ya Kilwa, lakini kikubwa ni kuja kuwashukuru kwa yote ambayo tumefanya, lakini kuwatangaza kwamba sasa tumefunga. Sasa tunafungua ukurasa wa maendeleo ya Kilwa. Msafara wa mbunge Harid Nsekera baada ya kufika katika kijiji cha Nyarutuntu, kata ya Nkwenda, wilayani Kilwa, na kupokelewa na wananchi, amepata taarifa kuhusu madhara yaliyokumba wananchi wa kijiji hicho ambao waliathiriwa na mvua kubwa ya mawe iliyonyesha Novemba 20 mwaka huu, ikiambatana na upepo mkali na kuacha baadhi wakiwa hawana chakula na marazi, kama inavyosomwa na mtendaji wa kijiji cha Nyarutuntu, Zura Twaha. Takwimu ya waathirika. Mheshimiwa Mbunge, baada ya kutokea maafa hayo, viongozi wa kijiji na wataalamu wa kilimo ngazi ya kata pamoja na kamati ya maafa ya wilaya yetu ya Kilwa tulizunguka kwenye maeneo yote yaliyoathirika kukagua mashamba na nyumba zilizoathiriwa na maafa hayo na kupata takwimu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mbunge, katika kitongoji cha Kabanga walioathirika, idadi ya wanakaya tulikuwa na kaya 112 zenye jumla ya watu 535. Mashamba yaliyoathirika ni sawa na ekari 98.5. Nyumba zilizoathirika ni 12. Mazao yaliyoathirika: maharage, mahindi, mihogo, kahawa, migomba na viazi. Kwa upande wa Nyarutuntu B, kaya zilizoathirika ni kaya 16 zenye idadi ya watu 84. Hekari zilizoathirika ni sawa na ekari 14.5. Mazao yaliyoathirika ni maharage na mahindi. Mheshimiwa Mbunge, kwa ujumla katika kijiji chetu mazao yaliyoathirika idadi ya kaya zilizoathirika ni kaya 128. Mwenyekiti wa kijiji cha Nyarutuntu, Mwinjilisti Mjuni Christopher, amempongeza Mheshimiwa Mbunge Nsekera kwa jinsi anavyoendelea kugusa maisha ya wananchi wa kijiji hicho ambacho anaamini kuwa licha ya kukumbwa na madhara hayo, lakini kwa sasa kimepiga hatua katika maendeleo. Sasa hivi Nyarutuntu, kama umejaliwa kuangalia, yapo maendeleo na miradi mikubwa ya kiserikali inayomiminika kwenye kijiji chetu cha Nyarutuntu. Ukiangaza macho, hata ukiamka tu hapo, unaweza ukaona sekondari tuliyoipata takriban kwa miaka 5 ambayo tumeimaliza. Sasa hiyo shule imejengwa na sasa hivi mkuu wa shule tuko naye mahali hapa na elimu inaendelea kutolewa. Nyarutuntu oye! Hilo sio jambo dogo mheshimiwa. Lakini pamoja na hayo, ukipita pale mbele kidogo kuna taasisi ambapo kuna shule ya msingi ya Nyarutuntu. Mpaka sasa hivi shule ya msingi ya Nyarutuntu kwa kweli niweze nikasema kwamba ilitengwa kwa miaka mingi. Ilionekana kuwa yatima kwa miaka mingi iliyopita. Lakini kufikia mpaka sasa hivi tunaendelea kupokea miradi ya serikali, na hapa tunapozungumza vyumba 4 na matundu 14 ya vyoo vya kisasa yapo yamejengwa. Nyarutuntu oye! Mwisho, kwa sababu ni mfupi, ni kuombe mheshimiwa mbunge wetu, kwenye utawala wako, kwenye ufalme wako, ikumbuke Nyarutuntu. La hapo panahitaji umakini kidogo. Usipoangalia na kukumbuka vizuri, unaweza ukakuta unataja Nyakatuntu badala ya Nyarutuntu. Mbunge wa jimbo la Kilwa Harid Nsekera, wakati akizungumza na wananchi wa kijiji cha Nyarutuntu, amewapa pole kwa madhara yaliyowapata na kuwaongezea kiasi cha shilingi milioni 2 ili zisaidie kaya zilizoathirika, na kusema kuwa lengo lake ni kuendelea kuwatumikia wanakilwa. Nakumbuka upendo wenu, nakumbuka uvumilivu wenu, lakini nakumbuka imani mlionayo juu yangu. Na naomba niwaambie kwa niaba ya bunge, lakini kama mwakilishi wenu, tunaenda kufanya kazi kwa ajili ya Kilwa.
tunaenda kusimama wima. Sitakuwa tayari kumwacha Mwanakyerwa yoyote nyuma. Tutashikana mikono wote, tutanyanyuka wote kwa pamoja. Huu sio muda wa kulala tena kwa Kyerwa. Ni muda wa kufanya kazi na kusonga mbele. Kwa viongozi tunawapata na tunawashukuru viongozi wote kwa hapa. Na imani kesho kuta wengine watahapa madiwani. Mimi nawaahidi ushirikiano wa kutosha 100%. Katibu wa mbunge wa jimbo la Kyerwa Evodius Bandio, baada ya kupokea kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 2 kilichotolewa na wadau wa maendeleo wa wilaya ya Kyerwa waliohudhuria mkutano huo, akiwemo mkurugenzi wa shirika la Kadres Leonard Kachebonao, amesema kuwa fedha hizo zitawafikia walengwa bila upendeleo kama zilivyotolewa ili zisaidie kaya zilizoathiriwa na mvua. Meza kuu kwa ujumla wao wametoa kiasi cha shilingi milioni 2,720,000. Naomba mwapige makofi. Mheshimiwa mbunge, ninaamini una imani na mimi na ninaamini una imani na viongozi wa kijiji cha Nyarutuntu. Tutashirikiana kikamilifu. Tutafanya kikao kwa pamoja na tutachagua baadhi ya wajumbe kutoka kwa ndugu zetu wahanga, turatibu fedha hizi ziweze kugawiwa kwa kiwango sawia bila kuwa na upendeleo. Na hii ndio hiyo historia yangu. Sitaangalia ni ndugu yangu, ni kaka yangu au rafiki yangu wa karibu. Tutachukua kaya 128, kiwango hiki tugawe sambamba na tuangalie tuwanunulie nini kulingana na uhitaji wenu. Nikiripoti kutoka hapa katika kijiji cha Nyarutuntu, kata ya Mkwenda wilaya ya Kyerwa. Nyarutuntu oye! Mimi ni Jovin Msazekeli. Mimi japo wakati